Safari ya Injili. Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu, tunakutana tena katika kipindi kizuri kabisa, kipindi chetu pendwa cha Safari ya Injili. Na leo katika Safari ya Injili ninakuletea mada nzuri kabisa ambayo ina utata. Hawa wanasema hiki na hawa wanasema hiki. Kuhusiana na upako wa viambatanisho. Kuna watu wengine, watumishi wa Mungu, wanatumia maji. Kuna wengine wanaotumia udongo, wengine wanayetumia vitu kadhaa, chumvi. Kwa majina naitwa Alfred Simon Leruko. Ni nahudumu au ninaabudu katika kanisa la Assemblies of God, yani EAGT. Ni kwa mchungaji wangu anaitwa mchungaji Alex Maunde. Napatikana Manyinga kwa Finyanga Vyungu, Galilaya Temple. Marko 16 na mstari wa 15, au nianze tu mstari wa 17. Asema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina langu watatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Kwa hiyo sasa maagizo, na hapa huu ni usia, ni maneno ya mwisho, wakati Kristo anawahusia wale mitume, wale wanafunzi aliokuwa nao. Na unaelewa, usia ni kitu ambacho ni cha msingi sana. Tunaweza tukaishi miaka hata 100, lakini kuna yale maneno ambayo unasema kabisa na kuita, kama ni baba anasema, mwanangu njoo keti hapo usikie. Mimi muda wote naondoka. Lakini utafanya hivi, utafanya hivi, utafanya hivi. Hayo maneno huwa hayaondoki mpaka mtu anaondoka duniani. Sasa Kristo alifanya mambo yote. Lakini alipokuwa ameona kwamba amekaribia sasa, maana hapa amesha teswa, amesha kufa, amefufuka, na aliwatokea kwa muda wa siku kama 40. Sasa haya ni maneno anayoyaongea akiwa anaondoka, amekaribia kuondoka. Ni maneno ya mwisho. Anawaambia kwamba ninyi mkiwa na imani, ninyi mlioniamini mimi, mtaweka mikono yenu juu ya wagonjwa. Tena sio mikono tu, akasema kwa jina langu. Manake kama wewe umekuja na tatizo lako, mimi nitaomba kwa jina la Yesu, halafu nitaweka mikono yangu juu yako. Na hapa sasa, wakati aliposema mtaomba kwa jina langu, manake jina la Kristo, halafu nitakapoweka mikono, ni kwa sababu ndani ya mikono yangu kuna uungu pia. Alituachia nguvu ya uungu ndani yetu. Anasema aliyenipokea Mungu na Roho Mtakatifu na Yesu wataingia ndani yao, watakaa ndani yao. Kwa hiyo sasa, kile kitendo cha mimi kukuwekea mikono kinakuonyesha kwamba mimi ninakuwekea mkono tu kutimiza agizo alioniagiza, lakini anayefanya, anayekuponya, anayekupatia majibu ya mahitaji yako sio mimi. Ndio maana siombi kwa jina la Fredi, wala siombi hata kwa jina la Maunde mchungaji wangu. Ukiniambia niombe kwa jina la Maunde, siwezi kuomba, kwa sababu najua maana ya imani. Imani tulipewa kumwamini Kristo. Kwa hiyo kwa jina la Yesu, ile nguvu ya jina la Yesu nikaweka kwenye maji. Alafu nikawaambia kunywa utapata afya. Nikaweka kwenye keki jina la Yesu. Sawa? Iko hivi. Kwa nini ufanye kazi ya kulitoa jina ukaliweke kwenye keki iliyochoma na mafuta? Maana yake hilo jina la Yesu na yenyewe unalichoma na mafuta. Kwa nini uliweke jina la Yesu uweke kwenye chumvi? Wakati Yesu anasema ninyi ni chumvi ya ulimwengu. Yaani wewe mwenyewe uliyemwamini Kristo, kisha kwa ndani yako wewe ni chumvi ya ulimwengu. Sasa kwa nini unatafuta hiyo chumvi nyingine? Ukiweka jina la Yesu kwenye maji, kwa nini mpaka uliloweke? Ndio pale amesema naye akisitasita, roho yangu haina furaha naye. Kwa sababu kwa nini wewe usitumie jina la Yesu kama alivyosema kuomba? Kwa sababu tunapoomba
Unapoomba sio wewe unayefanya. Na ndio maana alisema ombeni kwa jina langu. Kwa unapoomba Kristo mwenyewe anapotazama kwa yule umemwamini, huwa anashuka mwenyewe, anafanya yeye kama yeye. Sasa ukisema hizi chumvi zina kazi gani kwenye imani? Ina maana ukiweka chumvi ni kumtoa Kristo. Sasa hebu tumtoe Yesu basi, utuletee hayo machumvi. Kama unaamini kwamba uponyaji uko ndani ya chumvi, kuna sababu gani sasa kutumia Yesu? Kwa nini umweke kwenye chumvi? Kwa sababu Yesu alisema takaa ndani yetu. Kwa nini umhamishe kwenye chumvi? Yaani kwa hiyo Yesu anataka kae ndani yetu. Ndio. Sisi ndo tufanye ile kazi ya Yesu. Na sio chumvi zifanye kazi ya Yesu. Chumvi tunaweka kwenye mboga tunakula mtumishi. Yaani ile chumvi hii inayotoka kiwandani, tena kwenye kiwanda cha Uvinza huko Kigoma huko. Hiyo chumvi tunaweka kwenye mboga tunakula. Sio chumvi ya kuponya, kwa sababu anayeponya ni nani? Ni Yesu. Na Yesu anaishi mpaka sasa. Unaonaje sasa kama wewe utamchukua Yesu mweke kwenye chumvi? Sasa kule kwingine nako wewe umeshamweka kwenye store ya chumvi. Kule kwingine ambako chumvi hamna, wanamweka kwenye nini? Sasa Kristo, jina la Yesu ni jina lenye uweza, ni jina linalojitosheleza. Yaani iko hivi, Yesu hahitaji kusaidiwa. Ukisoma kwenye Yeremia anasema, tazama mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Je, kuna neno lililo gumu la kunishinda mimi? Sasa imani yetu tunapaswa kujenga kwa Mungu. Imani yetu tunapaswa kujenga kwa Kristo. Sasa tayari kama nitaanza kugeuka na kuanza kufundisha watu mafundisho ya kutafuta chumvi, badala ya kumfundisha Kristo, mtu amjue Kristo, amshibe Kristo, watu wamefika mahali tunafanya kama uganga mtumishi. Nakumbuka kuna mtu mmoja alikuwa jirani yangu. Siku moja nilimuona amechukua maji. Anasema nimepewa maji sio ya upako sio ya nini. Lakini yale maji alikuwa anazungushia kwenye nyumba na mimina. Sasa si uganga mtumishi. Sasa jina la Yesu, kwa sababu kwanza ujue nimeelekeza matatizo kwa mafuta. Ndio, matatizo yote. Tatizo lote tunaloona kwako ni tatizo. Halijaanzia mwilini. Tatizo lote tunaloliona limeanzia rohoni. Sasa ukiona una tatizo, manake kuna tatizo limeanza rohoni. Sasa hiki kitu ambacho kinaanzia rohoni, sharti kitibiwe kuanzia rohoni. Kufanya wengine mafuta, wengine hawafanyi mafuta. Wale walioanzisha mafuta, wao walitoa wapi? Nashukuru sana. Safari ya Injili. Mungu akafanya kwa mikono. Umesikia kwanza? Mungu akafanya kwa nini? Kwa mikono ya Paulo. Miujiza ya kupita kawaida. Sasa mstari wa 12 anasema hata wagonjwa wakaletewa leso na nitarudia, hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake, magonjwa yao yakawaondokea, pepo wachafu wakawatoka. Sasa hapa ndo kuna shida, watu wengi wamepotelea hapa, ndo wameanza kutafuta visaidizi vya imani. Natakwambia chukua kitambaa hiki. Sasa Paulo hakufanya hivyo. Hapa tumeambiwa Paulo alichukua vitambaa na nguo zilizotoka mwilini mwa mgonjwa. Inatuonyesha kuna wagonjwa waliokuwa hawawezi kufika kwenye ule mkutano alipo Paulo. Kwa hiyo aliwaagiza, na hapa tunaonyesha kwamba aliwaagiza. Ila ni watu walianza kumwamini Mungu, wakaamini kwamba nikipeleka hii nguo iliyotoka kwa huyu anayeumwa, yule mtumishi akiombea, nikienda nikimwekea anapona. Sasa sio Paulo aliwaagiza. Hakuwa anawaagiza kwamba mwe mnaleta vitambaa. Walijenga imani. Kama yule mama alisema nikigusa pindo la nani? La Kristo nitapona. Na alipogusa akapona. Sasa hizi sio visaidizi. Hawa ni wagonjwa ambao walikuwa hawapo kwenye mkutano ule na walikuwa hawezi kufika kwenye mkutano ule. Unajua kuna mtu anaweza kaa anaumwa kiasi ambapo hawezi kutembea. Amelala tu hapo.
Kwa hiyo ndugu yake anaona sasa, ngoja nichukue nguo yake kumwakilisha yeye. Kwa hiyo Paulo anapogusa ile nguo tayari ni kama amemgusa yule mtu. Na unajua imani sio mpaka kwa kugusa. Imani ni vitu ambavyo tayari kile kitu kichoko ndani yako unachokiamini, unapoingia kwenye matendo, Mungu anaangalia kile kilichotoka ndani ya moyo wako. Sasa tatizo linapokuja hapa, watu wanaanza sasa hivi, nina upako wa kutosha. Kalete tena sio kalete vitambaa. Utakuta na vitambaa na vileta yeye. Kitambaa cha jero au cha buku utasikia 3,000. Maji ya shilingi 300 anauza mpaka 2,000. Sasa kuna watu wanafika mahali watu wanakula hela za watu bila kujua. Lakini pia ukisoma kwenye Biblia inasema mmepewa bure, toeni bure. Hakuna mahali ambapo tumeruhusiwa kuuza, kwa sababu uponyaji sio sisi tunayeponya. Anayeponya ni nani? Ni Mungu. Sasa kama utatoa maji kwa 2,500 na mimi sina hata buku, kwa hiyo ina maana nife. Sisi tunapaswa kuomba, na ni jinsi gani Mungu anaponya sio kazi yetu. Sisi ni kuomba kwa imani. Hapa kuna mambo mawili. Kuna wengine wanaosema kwamba huenda hawa walianzisha huduma hizi za viambatanisho kwa sababu ya biashara, na kuna wengine wanasema tatizo ni waumini wenyewe kuishi kiafrika. Yaani Afrika unapoenda hospitalini unaumwa, alafu daktari akakwambia tu tatizo lako bwana hapa wewe ni maji tu. Nenda kanywe maji sana utapona shida yako. Au tatizo lako ni mazoezi, tukafanya mazoezi sana unapona. Au tatizo lako ni matunda, kale matunda unapona. Anaona kama hajatibiwa mpaka apigwe sindano, mpaka apewe vidonge, hapo ndo anaona hapa tiba inakaa vizuri. Sasa uende kaa ni tatizo la waumini, sisi wenyewe tunaamini yani mpaka nionekane nimepona mpaka niambatanishwe na kitu, au shida ni yule kama kufanya kama biashara. Na muumini hawezi kwenda kumfanya yule atengeneze mfumo, kwa sababu kama utaniambia mimi niingie kwenye mfumo ambao unakinzana na neno la Mungu, ina maana nikiwa namjua Mungu siwezi kukubaliana na wewe. Lakini nachokiamini wanafanya wanachokijua. Sio kwamba wameingizwa kwenye mtihani na watu. Yaani asilimia kubwa waangalie wanaofanya hivyo. Kuna wengine mpaka wana maviwanda. Wana viwanda, wanamiliki viwanda. Na ukumbuke maji ambayo sisi Dar es Salaam nikiendaga, kuna haya maji lita 1.5 nanunua kwa 500. Sasa fikiria mtu ana kiwanda, sawa? Halafu haya maji ya nusu lita, fikiria kiwandani wananunua kwa shilingi ngapi? Sasa kama haya lita 1.5 mimi tu sio kiwandani, naenda kununua dukani jero. Sasa haya fikiria kiwandani inauzwa shilingi ngapi? Lakini wanauza buku, wanauza mpaka 2,000. Kwa anapata faida mara mbili. Lakini tusizungumzie faida, wakati mwingine tuweze tukaelewa kwamba ameelekezwa na nani. Ila sasa ukitaka kuniaminisha kwamba visaidizi vya imani, Yesu alisema hivi, ukiwa na imani ndogo kiasi cha punje ya haradali utaweza kufanya mambo makubwa. Akaonyesha ilimfanya Yesu akachukua mate akaweka kwenye ulimi wa bubu na akaongea. Hiyo imani hiyo ndogo ya Yesu ilimfanya akachukua tope akaweka kwenye macho ya ambaye alikuwa haoni na akaona. Sawa. Sasa mimi ambaye natumia viambatanisho unaanzaje kunikataza wakati kiigizo chetu chema ni nani? Ni Yesu Kristo. Kwanza moja tumchambue Yesu. Na akasema tujifunze kwake. Ndio. Kwa hiyo wakati anatengeneza lilo tope, kuna mahali alisema Mungu kwamba je, udongo waweza kumuuliza mfinyanzi, kwa nini wewe unanifinyanga kwa mfumo huu? Inawezekana? Sasa agizo la Yesu alisemaje? Na Yesu kwenye kutenda sehemu kubwa alikuwa anaponya. Hiyo ni sehemu ndogo, haiwezi kutumika kama fundisho. Aliamua kufanya kwa sababu yeye ni Mungu, ana uwezo wa kufanya chochote anachotaka. Ana uwezo hata kuamua kugeuza mto ukao unapanda mlimani, yani maji sasa yanatoka huku
panda naenda mlimani. Hatuwezi tukahoji, lakini je, wewe unaweza kugeuza maji akapanda mlimani? Kwa hiyo pale alifanya, naweza nikasema tu kwamba alikumbukia jinsi alivyokuwa na tumbo, kwa alikuwa na macho. Tumalizie kwa jambo moja hivi. Yesu anasema kwamba ishara hizi zitaambatana na hao waaminio. Watatoa pepo, watafanyaje kwa jina langu. Naam. Tukija kuangalia kwa sasa, hao ambao wanatumia viambatanisho ndio tunaona kama vile wanafanya kazi ya hivyo vitu ambao tunaona Yesu alisema vitaambatana na hao waaminio. Lakini hawa ambao hawatumii chochote, naona kama nguvu yao ni ndogo sana na hatuoni kikubwa ambacho wanakifanya tofauti na hao wanaotumia viambatanisho. Sikiliza. Naam. Kwenye hata kitabu kwa cha waumini, kwenye kitabu cha wanao wa kutosha, kwenye kitabu cha Ufunuo. Safari ya Injili. Sasa unaonaje hao watumishi unaowasema wewe kwamba wanafanya wanafunzi wengi, wanafanya miujiza mingi? Kuna mtumishi aliyewahi kushusha moto kutoka mbinguni kati yao? Hapana, sijasikia. Hapana. Hujasikia. Kuna mtumishi ameshawahi kutengeneza sanamu akaipulizia ikaongea? Sijasikia. Sasa huyu shetani, huyu mnyama, wakala wa shetani, ana uwezo wa kushusha moto tukaona unatoka juu, sisi tunajua umetoka mbinguni na ukaja ukaramba. Lakini pia ana uwezo wa kutengeneza sanamu na ikaongea. Unaonaje kwa mfano akitokea wa staili hiyo akawa anashusha moto, anatengeneza masanamu afu yanaongea? Unafikiri atapata watu wachache? Wewe hao unaona ni wengi, kwamba wana waumini wengi kuliko hao wa ukweli ambao tunasema ni wa ukweli. Unafikiri akitokea atakayefanya hivyo atapata waumini wachache kama hao? Anakusanya kijiji. Sasa hatupimi utumishi wa Mungu kwa matokeo ya muujiza. Ukiona wewe unamwamini mtumishi wa Mungu kwamba kupitia miujiza mpaka afanye miujiza ndio muamini, wewe ni mtoto kiroho, bado hujamjua Mungu. Biblia unapaswa kusoma Biblia, ushike maelekezo mengi, kwa sababu mauzauza ni mengi. Kuna mtu mmoja leo kuniambia kuna baadhi ya wengine mpaka wanaigiza wana mafunzo, mtu anaweza kaja kama kilema hivi. Alafu baadaye katika kule kuombea ukasikia viungo kama vinakakamaa na mtu anashangaa na tupa gonga anatembea. Kumbe alikuwa mzima toka mwanzo. Utasikia anasema, kuna baadhi yao wanasema njoo tu utaponywa, wala mimi sikukatazi, wewe utaendelea kusali huko huko. Ina maana kama wewe ni mganga wa kienyeji, kama wewe utaendelea na chama chako cha uganga wa kienyeji, halafu yeye atakuombea na utapona, ila utabaki na uganga wako. Lakini Mungu, kitu cha kwanza, hakuna mara alipofanya muujiza akaishia kufurahia tu muujiza. Utasikia anasema nenda usitende dhambi tena. Kwa hiyo tiba ya kwanza ya msingi kwa mwanadamu ambao Mungu anaitamani ni kuganga mioyo, kutibu moyo. Mioyo ina magonjwa zaidi ya magonjwa tunayoyaona. Neno la mwisho ambao nataka kuongea na hawa wanaokutizama, hebu ongea nao. Unataka kuambia nini? Kitu ambacho nataka niwaambie, tupo katika kipindi ambacho ni cha mwisho. Dunia imefikia mwisho. Na ukitaka kujua hilo, alisema kwenye kitabu cha Mathayo kwamba siku za mwisho maarifa yataongezeka. Na zaidi ya yote, soma neno. Neno litakufanya uweze kutofautisha walimu wa kweli, maana tu sio manabii wa kweli. Sasa hivi kuna walimu mpaka wa uongo. Kwa hiyo neno ukilijua, mtu anapokuja linakufanya uweze kufahamu ukweli ni upi. Kwa hiyo soma Biblia vizuri, pata muda wa kutafakari, mtafute Mungu. Hata wewe mwenyewe, achana na chumvi, achana na nini, wewe mwenyewe unayeniangalia una uwezo wa kumwombea mtu kwa imani na Mungu akamponya. Ila sio wewe unayeponya, ataponya Mungu. Sio wewe unayeponya, anayeponya ni Mungu. Nilikuwa na rafiki yangu mtumishi wa Mungu katufunulia maandiko ya kutosha kabisa.
Na chochote ambacho umekisikia, chochote ambacho umekielewa, unaweza ukacomment. Chochote ambacho hujakielewa pia unaweza ukaacha swali hapo. Kwa siku nyingine anaweza akaja na akafanya ufafanuzi wa kutosha kabisa kuhusiana na kile ambacho unahisi kama hujaelewa, au kile ambacho umekielewa pia unaweza ukaacha comment na mambo yakaenda vizuri kabisa. Kilikuwa ni kipindi kizuri kabisa cha Safari ya Injili. Ulikuwa nami mtangazaji wako Victor Mshindi. Bye bye, siku nyingine. Amen. Amen. Shukrani sana. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Safari